Wanafunzi kutoka skuli mbalimbali Zanzibar wameiomba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuwapatia mafunzo walimu kupunguza adhabu za viboko na kutoa adhabu mbadala, kwani baadhi ya walimu huwapiga wanafunzi kupitiliza na kuathiri kisaikolojia. Omar Abdalla Abdillahi kutoka skuli ya sekondari Haile Selassie. Mimi kama mwanafunzi na washauri serikali na walimu kuwa wapunguze adhabu ya viboko, kwa sababu endapo mwanafunzi utapompiga inaweza kuwa kumharibu kiakili au kimwili, kama kumvimbisha. Endapo tutakuwa tunafanya hivyo tutakuwa hatupati mafanikio yoyote, kwa sababu wanafunzi atakuwa anawaza nikienda skuli mimi nitakuwa napigwa tu, kwa hiyo anakuwa hafahamu. Kwa hiyo hapo adhabu ya viboko iwepo, lakini ipunguzwe kwa wanafunzi, kwa sababu viboko ni vingi na adhabu zipo, lakini wanafunzi hawafanishi. Jina naitwa Hadija Ahmada, nasoma skuli ya Haile Selassie kidato cha kwanza. Tunaogopa kuingia mpaka skuli kwa kutupiga walimu, mpaka wengine wanadondoka chini kwa kutupiga mikwaju. Tushachoka kupigwa. Hatutaki tena kupigwa, bora tuelezwe, awape onyo hao wanaume walikuwa hawishi kutufuata barabarani, mara kutonga machipsi, mama dude gani. Serikali tu shirikie hao wanaume, aache kutufatafata. Hatutaki, tunataka kusoma. Watupige lakini wasitupige kupitiliza kiasi, kwa sababu wakipitiliza kiasi tutaweza kupata ugonjwa wa akili, kimwili na kisaikolojia. Kwamba mwalimu yeyote ataweza kumpiga mwanafunzi kupitiliza achukuliwe hatua. Kwa upande wake, mshauri Ilham amesema kuwa wazazi hapo tayari kutoa muda wao na kuwalea watoto wao kirafiki na kudhani viboko ndio suluhisho kwa watoto wao. Ni kutafuta njia ya mkato, kwa sababu wenzetu nchi za nje au nchi nyingine za dunia, tukitizama wao ndio tunategemea kimaendeleo, si ndio? Kutufanyia kila kitu wao ndio wanatengeneza ndege, wao ndio tukikwama mahali tunaita wao. Wao hawapigi mtoto. Ukiona suluhisho lako kama mzazi au kama mwalimu au mwalimu wa madrasa ni kupiga, ina maana utu uzima wako wewe mwenyewe una mtikisiko, kwa sababu mwenye kujitambua ambaye amezidi miaka 25 akiwa anampiga mtoto wa miaka 6 ili kumnyoosha, tatizo sio mtoto wa miaka 6, tatizo ni ule mpigaji. Kwa ina maana hatuna njia salama, sisi wenyewe tuna mitikisiko ya afya akili, ina maana tunaita stahamala na ufahamu na utambuzi wa kutatua migogoro, kwa sababu kuna kitu kinaitwa problem solving. Kwa ina maana hatujui zile hatua za kupitia kutatua migogoro katika familia zetu. Je, huyu mtoto kwa sababu gani kafanya hivi na kwa nini kafanya hivi? Mimi nahusika vipi mpaka? Kwa ina maana kumpiga mtoto ni kutafuta njia ya mkato ya haraka ambayo natija yake ni kumtengenezea yule mtoto kuwa, naweza nikasema, kuwa sugu, kuwa ni mtu ambaye haogopi tena. Itafika hadi mambo ya bakora. Kwa hiyo ina maana bakora zinaweza kuondoshwa maskuli, majumbani na madrasa za Qur'ani na vyuoni. Tutafute njia za salama za conflict management au conflict resolution, jinsi ya kutatua migogoro yetu kwa njia ya salama, kwa sababu huyu mpigaji wa leo alompiga mwanae, kumbuka the abused will be abuser. Yule anayedhalilishwa naye atakuwa mdhalilishaji. Kwa hiyo usije ukaliona la ajabu kwamba huyu mtu atakapoingia kwenye ndoa au atakapokuwa ingia kwenye mahusiano na mtu yote, au atakapokuwa kama mwalimu au mwanajamii, yeye kitu chochote cha kwanza ni maguvu, ugomvi, ama kutumia njia zilizokuwa ambazo zina madhara badala ya salama. Kwa hiyo ina maana tulee ubongo, tulee akili, na akili salama ni ile ambayo haijaathirika kisaikolojia, haijapata udhalilishaji wa aina yoyote. Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.